Vijana mkoani Lindi wamehimizwa kuchangamkia fursa zitokanazo na kukamilika kwa mradi wa kimkakati wa bandari ya uvuvi ya Kilwa Masoko, ikiwemo ajira, biashara na masoko ya mazao ya uvuvi ili kuchochea ukuaji wa uchumi na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Wito huo umetolewa na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Deusi Sangu, wakati akizungumza na wananchi wa Kilwa Masoko mara baada ya kukagua mradi wa ujenzi wa bandari ya uvuvi iliyojengwa na serikali. Nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo anaendelea kufanya kazi ya kuwahudumia Watanzania, na kipekee namna ambavyo ameendelea kuwekeza katika miradi mikubwa ya kimkakati. Moja kati ya mambo ambayo nimekuja kujionea ndani ya mkoa wa Lindi katika ziara yangu ni uwekezaji mkubwa uliofanyika katika bandari ya Kilwa. Takribani fedha bilioni 280 zimewekezwa hapa, na mradi huu umekamilika kwa 100%, na baadaye hatua zinazofuata ni kwa ajili ya kupanga mipango ya uendeshaji wa bandari hii. Tunampongeza sana Mheshimiwa Rais, si kwamba tu ni bandari ya kwanza ya uvuvi nchini Tanzania, lakini ni bandari ya kwanza ya uvuvi katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki. Ni uwekezaji mkubwa ambao unaenda kuleta mabadiliko makubwa si tu kwa mkoa wa Lindi, bali kwa mikoa yote ya kusini. Kubwa zaidi ambalo linaleta matumaini makubwa na namna gani Mheshimiwa Rais yale tunayoyapanga katika mipango ikiwemo dira ya maendeleo 2050, lakini katika ilani ambayo tunaitekeleza, ilani ya Chama cha Mapinduzi, ilani ya 2025 kuelekea 30. Kati ya jambo kubwa ambalo imeahidiwa ndani ya ilani ni ajira kwa vijana wa Kitanzania na ajira kwa Watanzania kwa ujumla. Kupitia bandari hii tumeona ajira takribani 30,000 zitaenda kuzalishwa kupitia mnyororo wa thamani, kwa maana value chain yote, kuanzia uvuvi ndani ya bahari kuu, lakini pia huduma zinazoambatana na uvuvi ikiwemo uchakataji, huduma za usafirishaji, huduma za kuweka sehemu za kupoza na storage za samaki wanaopatikana, lakini pia shughuli mbalimbali zitakazofanyika hapa. Ni hatua kubwa sana, na tumeambiwa kwamba kupitia bandari hii na uvuvi utakavyofanyika, takribani tani 60,000 kwa mwaka za samaki zitapatikana hapa, na hii inatuhakikishia jambo moja kubwa, usalama wa chakula, hasa eneo hili la protini. Lakini kubwa zaidi ambalo nampongeza Mheshimiwa Rais, tayari kupitia bandari hii zaidi ya meli za uvuvi 2,000 kwa mwaka zitaweza kudock kwenye bandari hii. Kwa hiyo inaenda si tu kubadilisha uchumi wa Wanalindi, lakini katika mchango wa jumla kwa uchumi wa taifa. Kupitia bandari hii sasa tunaanza kuingia kwenye bahari kuu, kwa sababu uvuvi wa bahari kuu ulikuwa bado uko chini. Mheshimiwa Rais ameona ni eneo kubwa, na kama dira inavyosema, dira 2050, kwamba utekelezaji wa dira kwa 70% utategemea sekta binafsi, na sekta binafsi inaanza na kuwezesha sekta za uzalishaji kama ambavyo bandari hii imejengwa. Kubwa zaidi ni waombe na tutoe rai kwa wananchi wa eneo hili la Kilwa na mkoa wa Lindi kwa ujumla, wachangamkie fursa zitakazotokana na hii bandari itakapoanza kufanya kazi. Na tuendelee kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri mwenye sekta ya mifugo na uvuvi, Daktari Bashiru Ali, kwa namna wizara yake ilivyosimamia mradi huu. Mradi ukiona ni mradi wa kisasa, na pia mkandarasi wa China Harbour Engineering Company Limited wamefanya kazi kubwa sana nzuri katika kutujengea bandari bora na kisasa. Nao wanapaswa kupongeza, ni mfano, na nitoe rai kwa wakandarasi wengine wanaopata miradi mikubwa ya serikali kuhakikisha wanazingatia kwanza masharti ya mkataba, lakini kuhakikisha pia jambo wanalopewa kufanya linakuwa na ufanisi mkubwa kama bandari hii ambayo kwa kweli ukiona inavutia. Lakini pia matarajio makubwa ambayo Tanzania tunayo hapa ni kwamba bandari hii itakuwa na manufaa makubwa sana. Sisi Kilwa tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Ukanda wa bahari wa Tanzania ni mrefu zaidi ya kilomita 900 kutoka kusini mwa Tanzania Mtwara mpaka Tanga kule Moa ambapo tunapakana na Kenya. Serikali pamoja na Mheshimiwa Rais mwenyewe wangeweza kufanya maamuzi ya kuweka bandari ya uvuvi kwenye eneo lolote kwenye nchi yake ambayo yeye anaiongoza, lakini amechagua Kilwa. Sisi hatuna maneno ya kumshukuru zaidi ya kusema shukrani kubwa sana kwake kwa kuchagua Kilwa. Tunashukuru, tulikwama na mambo mengi kuhusiana na pilika zetu za maendeleo madogo madogo ya maisha yetu. Baada ya kufunguliwa mradi huu wa bandari, tuna imani
mradi huu utakuwa mwendelezo mkubwa wa nchi yetu, na vile vile tutakuwa tunapata ajira, unaona, kwa kazi ambazo ndogo ndogo zitazokuwepo ndani ya bandari hii.